2026. Hebu mwambie jirani yako wa kushoto, nitakwenda nikimsubiri Yesu. Alafu wa kulia mwambie kwa kilugha chako, utakwenda ukimsubiri Yesu. Au nimebonyeza hapa kucheka. Naam, habari za wakati huu tena mtazamaji, bila shaka hujambo. Watu wanasema kwamba zipo sikukuu nyingi katika mwaka, lakini sisi tunasema ipo sikukuu moja katika mwaka, nayo ni makambi. Karibu tena kwa mara nyingine. Huu ni msimu wa makambi 2026. Tayari umekwisha kuanza. Makanisa kadhaa pamoja na mitaa kadhaa imekwisha kuanza safari hii, na wengine wamekwisha kufunga ukurasa huu. Lakini katika juma hili mtaa wa Butimba wameianza safari na wakaona si vyema waanze peke yao, ndio maana wakaamua waambatane na wewe kukupatia matangazo haya moja kwa moja popote pale ulipo. Mwambie jirani yako ingie YouTube, tafuta Matendo Media, lakini pia unaweza kumwambia ingie YouTube na kisha tafute Adventist Broadcasting Network. Hapo matangazo haya utaweza kuyapata kwa uzuri kabisa popote pale ulipo, hata kama ukiwa nje ya mipaka ya Tanzania. Hivi sasa tunakwenda kwenye hotuba jioni hii ya leo, ambapo tutabarikiwa na mafundisho makini sana na hotuba na neno kuu kutoka kwa mtumishi wa Mungu ambaye ameandaliwa kuwa mnenaji katika mikutano hii. Kabla sijaondoka hapa, nikwambie tu una nafasi ya kuweza kumshirikisha mwenzako kwa kubofya palipoandikwa share, ili kwa pamoja tuweze kubarikiwa. Nikitoka hapa, waongozaji wa nyimbo za Kristo watakuja kutuongoza wimbo kwa ajili ya kuweza kukuandaa kwa ajili ya ibada hii, na kisha baadaye Calvin Jonathan atakuja hapa kwa ajili ya kuweza kutongoza katika fungu kuu Luka 21:28, na kisha baada ya hapo Kevin kumaliza, basi itakuwa ni wewe kujiandaa vyema kwa ajili ya kuweza kuimba wimbo nambari 161, wimbo wa mkutano, ambapo waongozaji wa nyimbo za Kristo watatuongoza. Na kisha baadaye basi tukipata ombi moja kwa moja tutaendelea na hotuba, ikiwa ni pamoja na kuweza kubarikiwa na nyimbo mbili kutoka kwa kwaya mbili tofauti ambazo zipo katika mkutano huu, tukianza na Jesus Family. Hawa watakuwa kwanza kutupatia wimbo, na kisha kwaya ya Tumaini Kuu kutoka kule Ukelewe watakuja hapa na wao kuweza kutubariki kwa wimbo mmoja. Kwa hiyo ni kwaya mbili zitakazohusika, na kisha mtumishi wa Mungu mchungaji Elias Malwa kutoka mtaa wa Buhale kule atakuja hapa kwa ajili ya kuweza kutujuza namna ambavyo tunaweza kubarikiwa. Kumbuka somo la leo linazungumzia washindi katika ushindi. Jina langu ni Zefania Lucas, kwa pamoja niwatakie ibada iliyo njema.
tuinamishe nyuso zetu tuweze kupata ombi. Baba yetu Mungu muumbaji mwenye uweza mwingi kumshinda shetani, tunashukuru tena kutupatia fursa nyingine katika jioni hii ya leo kulitafuta neno lako. Na hivyo wana na binti zako tena wamerejea hapa, wanahitaji kusikia sauti yako ya matumaini. Tafadhali tulishe neno lako, ili katika miisho ya mahubiri haya na neno lako kila mmoja akiri ya kwamba hakika Kristo ni Bwana. Asante, maana tumeomba na kuamini katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Tufungue Biblia zetu kitabu cha Luka sura 21 fungu la 28. Basi mambo hayo yanzapo kutokea, changamkeni mkavinue vichwa vyenu, kwa kuwa ukombozi wenu umekaribia. Mungu abariki maandiko kwa jina la Yesu. Amina. Tusimame kwa ajili ya wimbo wa mkutano nambari 161. Yes.
Haleluya. Mtakatifu Baba wa mbinguni, tunakuja mbele zako jioni ya leo tukihitaji kusikia neno lako. Tunakualika na kualika Roho wako mwema akamtumie mtumishi wako akanene kila ambacho Roho atamuongoza kunena na watumishi wako jioni ya leo, na zaidi ya yote kikatuandae kwa ajili ya ufalme wako unaokuja. Asante kwa sababu utaendelea kuwa pamoja nasi na utaendelea kutubariki katika ibada ya leo. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amina. Nilitembea gizani pasipo kuiona njia, nikakosa msaada ndani ya msitu wa dhambi, nikaiona ramani juu ya mwamba mzuri, dira yake ni Yesu, neno la Mungu lenye wokovu. Nilitembea gizani pasipo kuiona njia, nikakosa msaada ndani ya msitu wa dhambi, nikaiona ramani juu ya mwamba mzuri, dira yake ni Yesu, neno la Mungu lenye wokovu. Tumeisoma ramani vyema, tumeielewa njia tuiendeayo pia tunaijua. Ndani ya msitu unaotisha, ramani itatuongoza kuelekea kambi nzuri, Sabato ya Mungu. Tumwamini Yesu, ramani ya kweli, njia ya wokovu kwenda uzimani. Tumeisoma ramani vyema, tumeielewa njia tuiendeayo pia tunaijua. Ndani ya msitu unaotisha, ramani itatuongoza kuelekea kambi nzuri, Sabato ya Mungu. Tumwamini Yesu, ramani ya kweli, njia ya wokovu kwenda uzimani. Katikati ya usiku wa manane safarini, kifo ni miongoni mwa vituo nilivyoviona. Wengi waliacha njia, wakaitupa ramani, wakazama ndani ya shimo alipo mnyama mkali. Maandiko wakayaacha na kufuata mapokeo ya walimu wa uongo wanaolitesa kanisa hili. Katikati ya usiku wa manane safarini, kifo ni miongoni mwa vituo nilivyoviona. Wengi waliacha njia, wakaitupa ramani, wakazama ndani ya shimo alipo mnyama mkali. Maandiko wakayaacha na kufuata mapokeo ya walimu wa uongo wanaolitesa kanisa hili.
tumeielewa njia tuiendeayo pia tunaijua. Ndani ya msitu unaotisha, ramani itatuongoza kuelekea kambi nzuri, Sabato ya Mungu. Tumwamini Yesu, ramani ya kweli, njia ya wokovu, kwenda uzimani. Tumeisoma ramani vyema, tumeielewa njia tuiendeayo pia tunaijua. Ndani ya msitu unaotisha, ramani itatuongoza kuelekea kambi nzuri, Sabato ya Mungu. Tumwamini Yesu, ramani ya kweli, njia ya wokovu, kwenda uzimani. Tumeisoma ramani vyema, tumeielewa njia tuiendeayo pia tunaijua. Ndani ya msitu unaotisha, ramani itatuongoza kuelekea kambi nzuri, Sabato ya Mungu. Tumwamini Yesu, ramani ya kweli, njia ya wokovu, kwenda uzimani. enzi na uweza vina yeye Mungu Baba. Sote tusujudu, kila kiumbe hai shukuru, mabara yote chini ya jua, kabila lugha mcheni Bwana, jua, mwezi na nyota, anga zinamtukuza. Utukufu, enzi na uweza vina yeye Mungu Baba. Sote tusujudu, kila kiumbe hai shukuru, mabara yote chini ya jua, kabila lugha mcheni Bwana, jua, mwezi na nyota, anga zinamtukuza.
wazingira kiti cha enzi. Mataifa, lugha zote, mwabuduni Yahweh pekee. Msujuduni yeye tu, muumba mbingu na nchi. Mtakatifu, mtakatifu ni Mungu Yahweh. Makerubi, maserafi wazingira kiti cha enzi. Mataifa, lugha zote, mwabuduni Yahweh pekee. Msujuduni yeye tu, muumba mbingu na nchi. Ibada na sifa astahili apewe Mungu pekee. Tukazie macho azifanyaye mbingu na nchi. Hakuna Mungu kama yeye Yahweh. Yehova yeye ndiye Bwana. Ni chukizo kumwacha na kuabudu miungu. Ibada na sifa astahili apewe Mungu pekee. Tukazie macho azifanyaye mbingu na nchi. Hakuna Mungu kama yeye Yahweh. Yehova yeye ndiye Bwana. Ni chukizo kumwacha na kuabudu miungu. Mtakatifu, mtakatifu ni Mungu Yahweh. Makerubi, maserafi wazingira kiti cha enzi. Mataifa, lugha zote, mwabuduni Yahweh pekee. Msujuduni yeye tu, muumba mbingu na nchi. Mtakatifu, mtakatifu ni Mungu Yahweh. Makerubi, maserafi wazingira kiti cha enzi. Mataifa, lugha zote, mwabuduni Yahweh pekee. Msujuduni yeye tu, muumba mbingu na nchi. Mtakatifu, mtakatifu ni Mungu Yahweh. Makerubi, maserafi wazingira kiti cha enzi. Mataifa, lugha zote, mwabuduni Yahweh pekee. Msujuduni yeye tu, muumba mbingu na nchi. Mtakatifu, mtakatifu ni Mungu Yahweh. Makerubi, maserafi wazingira kiti cha enzi. Mataifa, lugha zote, mwabuduni Yahweh pekee. Msujuduni yeye tu, muumba mbingu na nchi.
Makambi Butimba 2026. Sina watu hapa. Makambi Butimba 2026. Nitakwenda nikimsubiri Yesu. Ama hakika Butimba moto umewaka. Butimba moto umewaka. Mwenyezi Mungu awabariki sana kwa ajili ya kambi hili. Asante sana kwaya ambazo kwa kweli zinagusa mioyo ya wanadamu. Kila kwaya inayoimba hapa hakika inamtukuza Bwana. Asante sana kwa sauti nzuri. Imba, 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 imba. Kwa sababu utakaposhuka katika pembe nne hutaimba tena. Ndio maana Mungu anasema lolote mkono wako patalo kulifanya, lifanye kwa nguvu zote. Maana huko kuzimu uendako hakuna makazi tena. Asante sana, asante sana. Wachungaji mliokwisha kutangulia katika habari ya vipindi, Mungu awabariki sana. Asante sana washiriki mbalimbali kokote kumle mlipo, ambao mnaendelea kutufuatilia hata toka mbali katika mikutano hii inayoendelea hapa ya makambi katika mwaka huu 2026 katika mtaa wa Butimba. Hakika jina la Bwana litukuzwe. Tutaonana kwa macho, uso kwa uso kweli. Ambo atakuja tutamwona. Jamani, hebu tuimbe huo wimbo namba 175. Nimeupenda beti mawili na chorus. Nitaonana na Yesu uso kwa uso kweli, siku ile shangwe tele, nitamwona Mwokozi. Tutaonana kwa macho tutendee haki sasa. Beti la pili hilo na la mwisho, sauti ya tatu ya pili ya kwanza tusikike. Beti la pili na chorus tunapomalizia huu wimbo. Sasa siwezi kujua. Hebu tuimbe sasa. Sasa siwezi kujua jinsi alivyo hasa, bali atakapokuja na mtakatifu wa mbinguni uketie juu. Saa imefika tena neno lako kuinuliwa na jina lako kutukuzwa. Nena nasi katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Somo la leo katika jioni hii linasema washindi katika ushindi. Nimesemaje? Washindi katika ushindi. Sikiliza. Kila mtu anatamani kushinda. Hakuna aliyezaliwa kufail. Failure ni kovu, ni bahati mbaya inayowapata wanadamu. Maana hatujaumbwa kufail, tumeumbwa kushinda. Haleluya. Hakuna anayetamani kushinda. We was born to conquer, to become a victor. Sio kufail. Hata wafanya biashara wanapofanya biashara wanatamani washinde kwenye biashara, yani wapate faida. Hata wanafunzi wanaposoma wanatamani kufaulu, manake wanatamani kushinda. Hakuna anayetamani kushindwa.
Failure sio sehemu ya mwanadamu, inakuja kwa bahati mbaya na hakuna anayeitamani. Unajua hata kwa mfano ukikutana na mtu ukamwambia nitumia wanadada, I say dada, I say umenawiri, siku hizi umependeza, nini siri ya urembo? Hello, anajisikiaje? Afu wewe eti nimependeza, yani hapo anafurahi. Sema huyu mtu akienda hapa anaenda kuangalia kwenye kioo, enda chumbani kwake, hivi kweli mimi ni mzuri Yani wanadamu wanatamani positive comment, wanatamani kupewa maneno ya matumaini ya kushinda. Sasa kutana naye umwambie cha usiku, mbona umezeeka sana mbona umekonda sana, anajisikiaje? Vibaya, kwa sababu hatutaki. Ndio maana hata watu katika habari ya kukosolewa hawataki criticism. Watu wanatamani kusifiwa. Haleluya. Yes, kwa sababu criticism, kukosoa sio sehemu yao. Walizaliwa kushinda. Wangapi wananielewa? Hakuna anayetamani kushindwa. Nilipokuwa shule moja ambaye sitaitaja kwa jina, katika siku ya mahafali, kijana mmoja ambaye pia sitamtaja kwa jina alibuka kidedea kwa kukusanya vyeti kama vyote, paka tukaona wivu. Na alikuwepo mgeni rasmi, alikuwa kiongozi wa serikali, alikuwa amekuja hapo, wazazi, magari yamepaki, watu wamemachi, sherehe imefanyika. Ikafika wakati sasa wa tuzo, kutuza wanafunzi waliofanya vizuri katika mwaka ule. Ndipo majina yakaanza kusomwa. Viongozi wa serikali wakajipanga, wakuu wa shule wote na kamati kuu na meza kuu wakajipanga pale mbele, na majina yakaanza kuitwa. Sasa aliongoza katika somo la fizikia ni fulani bin fulani, kijana yule yule ni mwende wa hello. Aliongoza katika habari ya somo la kemia ni fulani bin fulani, yule yule. Aliongoza katika habari ya basic mathematics ni fulani bin fulani, yule yule. Aliongoza katika habari ya uongozi bora, yule yule. Hello. Ulishaikuwepo pale ambapo mzazi wako yupo na wewe upo, alafu mnapigana macho, akikupiga na unaangalia chini. Sema siwaniite tu hata kiranja wa chakula jamani, aliyefanya vizuri, hata group discussion simo. I say usiombe akakukuta. Lakini nikaona wazazi, baada ile furaha, wazazi wa yule kijana walikuwepo, wakafurahi na wakamkimbilia kijana wao, wakamuwao kwa furaha. Kijana akalia machozi ya furaha, kwa sababu kiukweli hakuwa na mzaha. Alikuwa ni mtanashati, alikuwa ni msafi, anajiheshimu na alikuwa anasoma. Wanafunzi mlioko hapa, usiingie kwenye chumba cha mtihani na saidia fundi. Hello. Soma na utaona matokeo. Asiniulize mchungaji wewe ilikuwaje? Sio habari yako. Sikiliza. Katika ile miaka 2002 kulikuwa na vita sana kati ya Walenchoka, Wanyabasi, Wairege katika mitaa hiyo. Wangapi wanatokea mitaa hiyo? Kulikuwa na vita vya uizi wa ng'ombe. Sasa siku moja wezi bwana waliwavamia vijana wadogo wakiwa wanachunga katika machunga, na wakakusanya ng'ombe kama zote, na walikuwa na mitutu ya bunduki. Yani hakuna anayesogea. Wakakusanya ng'ombe zikaelekea Ntimaro, huko Kegonga, huko Goronga, huyo Kenya. Sasa usiniulize zilifikafikaje huko, lakini zile ng'ombe kabla hazijaenda umbali mrefu sana, ndipo vijana majasiri wa Kikuria waliokuwa wamefunzwa vita na wakajifunza namna gani ya kumwendea adui na kumnyang'anya mali, ndipo mwano kapigwa katika
Kabwirege nzima, chingombe chigege, wanawake wakaanza kupiga kurate. Semeni kurate. Kurate ikapigwa, mwano ukapigwa kwa ajili ya kuzifuatilia ng'ombe. Ndipo vijana toka Gibaso, vijana toka Kiribo, vijana toka Genkuru, vijana toka wapi, wakazifuatilia zile ng'ombe kwa mitutu ya panga, upinde, rungu, maana hakuwa na bunduki. Wakazifuatilia maana walikuwa wameshajifunza kwa ajili, wakajifunza namna ya kuteka adui na kumzingira. Wale watu walikuwa ni wengi, na wale majambazi walipoona umati waliamua kuacha ng'ombe licha bunduki zao na kukimbia. Na walipokimbia wale vijana wakavua mashati, wakaanza kuswaga ng'ombe, huyo zikavuka mpakani mpaka Tanzania. Na wanawake walikuwa wamejiandaa kwa ajili ya kuwalaki. Miti ya mitende na majani yakaweka njiani kwa ajili wakaliriata matawi ya mitende wakifurahi. Na wale vijana ninawaona wakiimba holobyo tuhikele haleluya. Wanashangilia ushindi kwa sababu ng'ombe zimepatikana. Washindi katika ushindi, walishinda na walifurahia. Sikiliza, sina habari ya kusema kombe la dunia katika mwaka hivi karibuni ambao ulitikisa dunia kwa namna ambavyo ile nchi iliacha kufanya shughuli za serikali. Rais akasema stop, mabomu yakapigwa. Ndege ilipokuwa inatua kwa ajili ya wachezaji waliofanya vizuri, wakapiga, wakacheza na wakachukua lile kombe katika ule mwaka 1970 ambao ilileta taharuki katika dunia, na watu wote waliacha kazi kwa ajili ya kuangalia lile kombe. Uhispania ilipobeba kombe, msiniangalie mchungaji, kumbe ndio ni mchezaji. Mimi sio mchezaji ila nilisoma. Hello. Wale watu walipokuwa wanatua katika uwanja wa Hispania, walilakiwa kwa ushindi. Mji ukatulia, rais akafurahi, wachezaji wale wakabebwa, na walikuwa wameacha wengine wake zao. Nikaona wake zao wanaokimbilia wachezaji, baby nilikumisi, wanafurahi kwa sababu ya ushindi. Sikiliza, achana na ushindi huu wa duniani. Hello. Achana na ushindi wa ng'ombe, ushindi wa kombe la dunia, achana na ushindi wa kufaulu shuleni. Kuna ushindi mkuu unaokuja ambao si wa kawaida. Kuna ushindi zaidi ya ushindi, na huu si mwingine, ni ushindi ambao utatikisa dunia, ni ushindi ambao utasimamisha mataifa, ni ushindi ambao mbingu zitakunjwa kama karatasi, ni ushindi ambao mbingu zitasimamishwa kwa vinuvi na zeze. Malaika wote watashindwa kujizuia na watashuka duniani kwa ajili ya kuja kuwachukua waliokombolewa. Tutaonana kwa macho, uso kwa uso kweli. Sikiliza, wapendwa, ngoja niwaambie watu wa Butimba, niliwaambieni mchana kwamba hapa hatubahatishi. Asante sana Pastor Chacha na mchungaji Steven kwa namna ambavyo mnasisitiza hili jambo ya kwamba ujio wa Kristo ni kweli, ni hakika, hatuwadanganyi, ni kweli, sisemi uongo, ni kweli. Yesu anakuja tena kwa ushindi mkuu kuliko kawaida. Washindi hawataokolewa kwa namna unavyodhani. Sikiliza, watakao kuja kuokolewa, unajua watakavyokuja, sikiliza, haitakuwa kwa kificho. Unaambiwa kwamba tetemeko la ardhi litapita katika hii dunia, litatikisa dunia kwa mshindo mkuu. Ndipo parapanda itakapolia na makaburi yatafunguka. Wale waliozama majini, bahari itawatema. MV Bukoba, Titanic, wote waliolala wacha Mungu wote, bahari itawatapika. Waliozikwa katika makaburi, Mungu atakodolea. Katika kile kitabu cha Korinto wa kwanza 15 ile aya ya 55, Mungu atasema atakodolea makaburi na kaburi yatafunguka, na wafu waliokufa katika Kristo ndipo watakapofufuliwa na kusema, kuwapi ewe mauti, kuwapi kushindwa kwako, kuwapi? Wakifurahi, wakivishwa mili mipya, na kutakuwa
kuwa na ndipo wenye wale ambao ni wadhambi, ambao injili imekuja Butimba, neno la Mungu linahubiriwa ili uokolewe, umeendelea kushupaza shingo. Watakapomwona Kristo watasema milima tuangukie, mawe tufunike. Nakumbuka wimbo ambao nilifundisha nikiwa mtoto mdogo, chemka kama mtungi wa bahari, na ndipo wenye dhambi watakimbilia milima tuangukieni. Lakini wale watakaokuwa wameshinda, watakapomwona Kristo atakapokuja mara pili, watasema lo, huyo ndiye Bwana tuliyemungoja. Haleluya! Atusaidie na kuombea uwepo pale wakati ambapo parapanda itakapolia. Unajua tumezoea kuimba kwenye makaburi, kwenye misiba, parapanda Italia, parapanda. Na Italia kweli, sijui Italia kwa mlio gani, sijui sijielewi, lakini itakapolia makaburi yatafanya nini? Yatafunguka. Hey, sikiliza, watakaokolewa ni washindi. Semeni washindi. Washindi wa dhambi, washindi wa dunia. Ndio maana hakuna ushindi pasipo pambano. Nimesemaje? Hakuna ushindi pasipo pambano. Na ndio maana hata Paulo mwenyewe anadhihirisha kwamba kisha mkiri Kristo, hii dunia ni uwanja wa dura, sisi ni askari katika Kristo. Ndio maana hata ile idadi ya watu 144,000 ile ni namba ya kijeshi utimilifu ambao ulikuwa unaunda jeshi la Kirumi 12 kwa 12. Jeshi lilikuwa linaunda kwa watu 1000, platuni kamanda platuni moja. Ndio maana inakuja kuunda utimilifu wa hiyo hesabu. Kwa kweli sisi ni askari tunaopambana katika vita vya msalaba. Ndio maana katika neno la Kigiriki neno limetumika ni Stephanos. Stephanos ni taji ya ushindi, ni gamba la ushindi. Imetokana hata jina Stefano, aliyepigwa mawe na kafa kishujaa na ushindi mwingi. Stefano alikufa kishujaa, taji ya ushindi. Diadema ni taji ya kifalume ambayo yenyewe si lazima uwe mshindi. Ndio maana Kristo atakuja kuwatuza wote walioshinda. Hey, hello! Kwenye Ufunuo ndio maana Bwana anasema yeye ashindaye nitamfanyia 1, 2, 3. Yeye ashindaye nitamketisha katika kiti cha enzi. Yeye ashindaye, manake ni kwamba watakaoenda mbinguni ni washindi waliosimama kwa nafasi zao, mwendo wakaumaliza, wakavipiga vita vilivyo vizuri, imani wakafanya nini wapendwa? Hao ndio watakaokolewa. Hawataokolewa watu wazembe, waoga. Na Mungu anasema miongoni mwa dhambi zitakazowapeleka wengi shimoni ama kuzimu ni uoga. Ndio maana alipokuwa anamtia moyo Yoshua ili awavukishe watu wa Israeli kuelekea Kanaani, alimwambia uwe shujaa, uwe hodari na ushujaa mwingi. Wangapi tuko pamoja? Kumbe nina watu washindi katika ushindi. Unajua hamjanielewa. Juzi tu hapa limetokea tetemeko la ardhi. Ilikuwa ni Bukoba, Ilikuwa ni mwaka juzi, sio? Yes. Manusura ananiambia, mchungaji, nilikuwepo siku hiyo. Nilikuwa naona ardhi inavyo nesa. Na unaambiwa kwamba siku ile ilikuwa siku ya Sabato mchana. Watu walikuwa kwenye starehe zao. Jamaa mmoja ambaye alikuwa ameopoa mwanamke, yeye alikuwa guesti, wao walitoka wakiwa uchi wanakimbia kwamba ndio mwisho wa dunia. Kwa hiyo walikuwa wanakimbia kijiji na kitongoji wakijua kwamba Yesu amekuja. Sikiliza. Nikasema, sasa ikiwa tu katetemeko. Hivyo najua Tanzania ama nchi nyingi za Afrika Mashariki, either Afrika, mara nyingi huwa hatupati tetemeko, ila tunaishia kupata mitetemo ama ile miishio ya nini? Kama unataka kujua tetemeko, nenda Tokyo, Japan. Utaelewa nini maana tetemeko. Achana na hilo. Gongo la Mboto, nini kilitokea? Mabomu yalifanya nini? Sasa kuna mwanamke mmoja bwana alikuwepo siku hiyo. Ilikuwa ni usiku.
mabomu yalirindima kweli kweli. Yaani, na baadhi ya waliokuwepo pale wameathirika kisaikolojia na akili kwa sababu ya kelele zile. Lakini kwambia kwamba kulikuwa na mama mmoja, yeye alipokuwa anasikia hayo mabomu, wazo la kwanza lilimtuma kitandani. Sikiliza, nyau yuko wapi? Nyau yuko mgongoni, na nyau ni mjanja, hakutoa mlio. Unajua jamani, hata wanyama wanaogopaga. Mimi ni mchungaji, nilikuwa nachunga mahala fulani. Sasa tulikuwa na mbwa. Sasa ashangaa mbwa anaangalia kwenye kichaka. Unajua mbwa ukiona anaangalia hivyo, shtuka. Hapo uko wapi? Uko machungani. Akasema hakuna mtu yote kukusaidia. We! Nilikimbia, nikashangaa ng'ombe wamenitangulia na mkia juu. Akasema na nyie mnaogopa mpaka nyumbani. Kila kitu kinaogopa. Sasa yule mama akakimbia bwana, akakimbia kwa sababu ilikuwa ni heka, si tukio la kawaida. Alipofika mahala fulani, amechoka yule mama, ananihadisia akiwa pale mahala fulani Arusha. Ananiambia, mchungaji, ndipo nikaamua sasa niangalie mtoto wangu anaendeleaje. Aliposhika mgongo na kuleta hapa mbele ili amuone, akakuta ni nyau. Ndipo akaanza kutoa nyau, nyau. Waya baba, akaipiga chini. Wewe nini? Hivi kumbe sijabeba mtoto. Alipompiga chini, paka naye haelewi, bado anamrukia, anatamani akimbia naye, akamng'ang'ania. Mbwa nao walikuwepo wanakimbia. Jamaa fulani akasema, sasa hapa haiwezekani, inabidi sasa nichimbe shimo. Watu wakaanza kuchimba mahandaki usiku ili waingie, wanusurike. Jamani, hakuna anayetamani kufa. Hello? Hakuna anayetamani kufa. Hata wale wanaojinyonga, ukiangalia vizuri utakuta kwamba walikuwa wanajaribu kujisaidia ili wajiokoe, ila wakashindwa. Ndio maana kuna jamaa mmoja alikuwa amekerwa na mke wake, akasema kwamba huyu ngoja atanikoma. Akachukua kamba akaelekea wapi? Mlimani. Kwa na hasira kweli. Sijui alikuwa amefanyaje, mimi sielewi. Chukua kamba, huyo enda kujinyonga. Alipofika kule mlimani, akakutana simba. Kutana nini? Si tu kwamba alikuwa anakimbia, ila mnguli wake sogoni kwenda kwa mke wake nyumbani. Anakimbia nini? Sasa unaenda kujinyonga afu nakimbia. Hakuna anayetamani kufanya nini? Hakuna anayetamani kufa. Mbwa, watu wanachimba mahandaki, na mbwa nao wanafanya nini? Gongo la Mboto. Sikiliza wapendwa, ujio wa Kristo Yesu sio tukio la kawaida. Hebu naomba niwasomee hapa fungu hili tunapoendelea na somo hili katika misho yake kabisa, katika siku hii ya leo, katika mfululizo wa makambi haya ya Butimba 2026. Nikusomee kitabu kile cha Petro wa pili 3 na ile aya ya 10. Neno la Bwana linasema, lakini siku ya Bwana itakuja kama mwivi. Katika siku hiyo mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu. Sikiliza, siku hiyo ya ujio wa Bwana ambayo tumeendelea kuitangaza siku kile itopo leo katika makambi haya, na wachungaji wakitangaza, anasema mbingu zitatoweka kwa mshindo mkuu, na viumbe vya asili vitaunguzwa na kufumuliwa, na nchi na kazi zilizomo ndani yake zitateketea. Ndio maana niwaambieni ya kwamba tukio la ujio wa Yesu Kristo sio tukio la kawaida. Litakuwa na heka. Kwa sababu gani? Washindi watakuwa wanafanya nini? Wakiokolewa. Sikilizeni wapendwa, nimeambiwa hakuna ushindi pasipo pambano. Hakuna. Na Mungu anasema ufalme wa mbinguni unapatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu ndio watakaoteka ufalme. Tutapita katika mitikiso mbalimbali katika maisha. Ndio maana siku ya mwisho watu wataibuka videdea, kwa sababu walishinda
tamaa ya uzinzi, walishinda tamaa ya ulevi, walishinda anasa za dunia. Haijalishi unapitia changamoto gani pia katika haya maisha, ninaomba usimame kidede, ushindi unakuja. Kuna watu wameondokewa na wenzi wao, wameondokewa na wapenda wao, lakini bado wamesimama katika imani. Kuna watu wanapitia changamoto za uchumi katika familia, lakini bado hawajamwacha Kristo. Kuna watu wanaugua magonjwa yanatesa familia zao, lakini bado wamesimama. Kuna watu walikataliwa na ukoo kwa sababu ya kuikiri imani, lakini bado wakasimama. Hao ndio watakaoshinda siku ya mwisho. Ninakuomba mshiriki katika ushindi. Ninaomba haijalishi unapitia changamoto yoyote ile katika maisha, usimwache Kristo mpendwa. Ndio maana Bwana akasema, ni nini kitakutenga na upendo wa Kristo? Paulo huyo, je, ni dhiki? Je, ni upanga? Je, ni nini? Ndio maana akasema, yeye alisikiae neno langu na kulifanya amefananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya nini? Ya mwamba. Upepo ukaja ukapiga, tufani ikaja ikapiga, ngurumo na mvua ikanyesha, lakini stili bado ile nyumba isifanye nini? Isitikisike. Kwa sababu gani? Imekitwa misingi yake juu ya mwamba. Ninakuomba, hii ina maana gani? Katika hii dunia, challenges are inevitable in any circumstances. Changamoto hazizuiliki, na si kwa sababu shetani yupo, ni kwa sababu tuko duniani. Ndio maana Mungu anasema, duniani mnayo dhiki, ila jipeni nini? Jipeni moyo. Tena akasema, atakayevumilia mpaka mwisho ndiye atakayefanya nini? Ndiye atakayeokoka. Washindi katika ushindi. Parapanda itakapolia, wimbo wa Musa na mwana kondoo utakapokuwa unaimbwa, ninaomba mtu wa Mungu uwepo pale. Usijaribu kutii amri kwa shetani. Usimpigie shetani magoti, haijalishi unapitia changamoto gani. Stefano alipigwa mawe, lakini bado hakumkiri Kristo. Hakumkana Kristo. Asante sana. Bartolomeo alikatwa na msimeno, hakumkana Kristo. John Huss alichomwa moto, lakini bado alisimama katika Bwana. Kuna mwingine yeye akasema, mimi hata mfanyeje, anzieni kuchoma hata uso, siko tayari kumkana Bwana wangu na kutii amri kwa shetani. Hata wale vijana wanne kina Danieli walisema, ni bora tuungue kwenye hili tanuru la moto, lakini hatuwezi kuikana imani. Watu walikuwa serious na wokovu. Na niwaambieni, kuna watu katika hii dunia, they are so serious with salvation. Wako serious kuliko maelezo. Wako serious. Hawana muda wa kupoteza na vitu vya msingi na vya muhimu kama wokovu. Nikutie moyo katika kambi hili, usikate tamaa. Usikate tamaa. Wapo waliopitia changamoto kubwa, lakini bado hawakumwacha Kristo. Wengine walifiwa na watoto wote, lakini bado hawakumwacha Kristo. Hao ndio watakao kombolewa siku ya mwisho. Washindi katika ushindi. Mchungaji, sikiliza. Msomaji, naomba nikutendea haki kwenye mafungu machache haya tunapomaliza somo letu katika jioni hii ya leo. Ninaomba unisomee kile kitabu cha Isaya 35 ile aya ya 10. Isaya 35, apewe maiki. Isaya 35 ile aya ya 10. Ile aya ya 10. Lakini kabla hujasoma kwenye kile kitabu cha Korinto wa kwanza 2 ile aya 9, anasema kile ambacho macho hayakuwahi kuyaona siku hiyo tutakiona. Kile ambacho masikio hayakuwahi kuyasikia siku hiyo tutayasikia. Mambo ambayo Mungu amewaandalia watakatifu wake. Bwana apewe sifa. Msomaji, naomba tusomee hilo fungu. Isaya 35 mstari wa 10 nasema, na hao waliokombolewa na Bwana watarudi. Na hao waliokombolewa na Bwana watarudi. Watafika Sayuni wakiimba. Watafika Sayuni wakiimba. Na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vyao. Na furaha ya milele itakuwa juu ya vichwa vya watu wa Butimba. Nao watapata kicheko na furaha. Nao watapata kicheko na furaha. Huzuni na kuugua zitakimbia. Huzuni na kuugua zitafanya nini wapendwa?
zitakimbia waliokombolewa. Kicheko, kuna mambo mazuri yanakuja mbele yetu. Naomba hapo hapo kwenye kitabu nenda 55:12. Isaya hiyo 55:12. Hebu soma hapo msomaji, soma hapo mtu wa Mungu. 55:12. Isaya 55:12 nasema, maana mtaokoka kwa furaha, mtaongozwa kwa amani. Mtaongozwa kwa amani. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo. Mbele yenu, hello. Hebu sikia hapo. Mbele yenu milima na vilima vitatoa nyimbo. Na miti yote ya kondeni itapiga makofi. Haleluya. Kwa sababu ya nini? Ya ushindi. Kwa sababu ya ushindi unaokuja. Yaani hiyo imetolewa kwa namna mfano, ile kikazia namna gani ambavyo kiukweli ushindi utapatikana siku ya mwisho. Katika kile kitabu cha Danieli 12 ile aya ya 3 anasema, wale waongozao, sema wenye haki watang'aa kama mwangaza wa anga. Wenye haki ambao ni mimi na wewe, ambao umeendelea kusimama kidede katika neno la Bwana, utang'aa kama mwangaza wa anga. Na wale waongozao wengine kutenda haki watang'aa kama nyota milele na milele, kama nyota za mbinguni milele na milele. Si kama niko na watu hapa hivi, mnaelewa ninachokisema hapa? Hebu nirudie hili fungu ya kwamba wenye haki watang'aa kama mwangaza wa nini? Wa anga. Huu hapa wenye haki, muda sio mrefu. Na wale wanaoongoza wengine kutenda haki wanaenda, jamani, Yesu anakuja, acha dhambi, nunua kitabu, chukua kitabu hiki usome. Wanaongoza wengine kutenda haki. Ndio maana Mungu anasema ni mizuri kama nini? Miguu ipelekayo habari njema. Hao unaambiwa watang'aa kama nyota milele na milele. Na tena Mathayo 13 ile aya ya 43 anasema, wenye haki watang'aa kama jua katika ufalme wa Baba yao. Mwenye masikio na afanye nini? Na asikie. Hapa hatupigi, hatupotezi. Ndio maana hata Paulo katika kile kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 ile aya ya 58 anaposema, hatimaye ndugu zangu wapendwa, muimarike. Muimarike, msitikisike, maana kuna mitikiso. Mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, maana mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Haleluya. Taabu yenu sio bure katika Bwana. Ninatamani katika misho hii ya siku hii ya leo, ninatamani ya kwamba tuwepo siku ile majina atakapokuwa naitwa, washindi wakitajwa kwa majina yao katika siku ya mwisho. Ninaona malaika wanakuja katika hii dunia, maana Bwana atashuka na jeshi kubwa la malaika kuja kuchukua walio wake. Ndipo atawatuma malaika katika pande zote za dunia, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano pamoja nami. Ndipo malaika wataenda kusini na kaskazini, wapi na wapi, kuwakusanya watakatifu wake. Na unaambiwa kutakuwa na shangwe kuu, na tutanyakuliwa, tutapelekwa mbinguni. Ninaona kama wale vijana walivyokuwa wanapiga ile horovio, tuchinyore, horovio. Ninaona malaika wakipiga horovio, kwa sababu wameshika mateka waliokamatwa na shetani kwa muda mwingi. Sasa wameshinda vita vya msalaba. Sasa wokovu umepatikana. Malaika wanapiga horovyo, tuchinyore, tumewapata, kwenda mbinguni. Haleluya. Naomba tuwepo pale. Usikate tamaa. Usikubali huu ushindi ukupite. Na ninatamani kuona jinsi ambavyo hata yule kijana alivyopokea tuzo. Kwa kweli kila cheti ni yeye, kila tuzo ni yeye. Ninatamani kuona mtaa wa Butimba ukiongoza wengi kwenda mbinguni. Maana niwaambieni ya kwamba kuna mitaa mingine itawaongoza wengi kwenda jehanamu. Ninatamani ya kwamba mtaa wa Butimba na wageni waliokuja hapa iwe vinara watakaoongoza wengi kwenda mbinguni. Katika
majina atakaponaitwa. Aliongoza kwa habari ya zaka na sadaka, iwe wewe. Aliongoza kwa habari njema ya kuhubiri Injili, iwe wewe. Aliongoza kwa nidhamu, iwe wewe. Aliongoza kwa usafi, kwa ucha Mungu, kwa utakatifu, kulisoma neno, iwe wewe. Kipindi majina yanaitwa. Tusimame. Furaha na raha tutapa. Ninaomba sauti ya kwanza usike mic. Sauti ya pili shika mic. Sauti ya tatu shika mic. Besi shika mic. Imba, 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 imba. Imba. Pianisti anapoweka mambo sawa hapo, tutendee wimbo huu haki. Maana furaha inakuja sio ya kawaida. Washindi katika ushindi. Washindi katika ushindi. Hapa hatubahatishi. Hapa hatuhubiri hadithi za bunuwasi. Hatujaagizwa na kiongozi wa serikali kuyanena maneno haya. Tumeagizwa na Mungu kuyanena mambo haya kabla ya wakati. Maana Bwana anasema saa yaja ambapo neno hili halitakuwepo tena. Ninaomba sasa tuanze huo wimbo katika lile beti la kwanza, tukiimba kwa shangwe, kwa sauti zenye sauti zilizojazwa kwa ajili ya utukufu wa Bwana. Tutakapopata ushindi, Mungu anapokuja hivi karibuni. Tunasubiri. Ubatizo mkubwa sana katika muda mchungaji anapokuja hapa kushika mkono. Ninaomba utembee kwa ujasiri, uwe sehemu ya washindi katika siku ya mwisho. Unatamani kumpokea Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako, pita mbele. Tembea. Tembea mbele. Tembea. Unatamani kumpokea Yesu kama mwokozi wa maisha yako, tembea mbele. Hapa hatubahatishi. Hapa tuna business moja tu ya wokovu. Unatamani kumpokea Yesu, njoo, tembea. Tembea mbele. Kweli Yesu njoo. Kweli Yesu njoo. Unatamani ubatizwe, unatamani umkiri Yesu kwa mwokozi wa maisha yako, njoo. Tembea mbele. Nataka tuombe wimbo kwa ajili yako. Nataka tuombe. Asante sana. Tembea mbele. Hata mlioko mbali huko, tembea. Hata mliotufuatilia kwenye vyombo vya mtandao kule mbali, toa maisha yako kwa Kristo, maana kuna ushindi unaokuja. Washindi katika ushindi. Tembea mbele. Kuna furaha mbinguni. Dhambi moja akimpokea Kristo. Naomba turudie beti la mwisho. Maana watu wanakuja. Asante sana pianist. Na macho
Tembea mbele. Sana. Tembea mbele. Tembea mbele. Watu wa Mungu wanakusubiria kushike mkono. Tembea mbele. Tembea mbele. Usijali. 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 Wala usiogope. Tembea mbele. Tembea mbele. Tembea mbele. Usiogope. Njoo. Njoo. Usiogope. Njoo. Njoo. Tembea mbele tuombe pamoja. Rudi kweli. Njoo. Hiyo sauti ni ya kwako. Njoo. Njoo. Mungu akubariki. Njoo. 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 Tutapata Yesu anaporudi. Pastor Chacha, karibu ubariki kutano. Tuombe. Baba yetu mwema, muumba wa mbingu na nchi, Mungu uliyetukuka kuliko miungu yote, jioni ya leo tunakutukuza sana na kulihimidi jina lako kwa upendo wako mwingi unaouonesha katika maisha yetu. Tunakutukuza hata kwa mpango kabambe ambao umeufanya kwa ajili ya wokovu wetu. Uhimidiwe milele zote. Tumesimama jioni ya leo tukikiri ya kwamba tumekosea kwa mengi. Tunapoona mambo haya mazuri yanatamkwa ya kwamba kuna ushindi mbele yetu katika safari hii tulio nayo, na tukijipima kwa viwango vya kimbingu tunaona kwa kweli tunaweza tukakosa ile taji. Ninaomba utuhurumie. Lakini somo la jioni ya leo tunakusihi kwa huruma yako likatufanye tusogee karibu na uwepo wako. Ninaomba likatubariki na likatusaidie kuanza mianzo mipya ya ushindi, na baada ya kambi hili Mungu wetu watu waone vielelezo vyema. Wewe upo katikati ya mikutano hii. Ninakusihi akajae kwa wingi, akajae kwa wingi ndani yetu. Tunashukuru kwa kuwa tunatawanyika kwa amani yako sasa. Tulete tena kesho panapo majaliwa kwa vipindi vingine, kwa jina la Yesu. Amen. Asante sana Pastor. Amen. Asante. Tunazidi kubarikiwa na vipindi hivi vya sikukuu za vibanda kutokea hapa katika viwanja vya kanisa la Waadventista Sabato mtaa wa Butimba hapa. Asante sana kwa kuendelea kuwa nasi na kufuatilia matangazo haya kupitia Matendo Media. Mungu akubariki sana wewe ambaye umetenga muda wako wa thamani kuungana nasi tangu tulipoanza katika siku hii. Asante sana. Japokuwa hatujaona ujumbe wako, lakini tunathamini kwamba tunaamini kwamba umeungana nasi, lakini pia tunathamini mchango wako. Endelea kuungana nasi, lakini pia kama hujabofya palipoandikwa subscribe, ufanye hivyo hivi sasa ili uweze kupata nafasi ya kuweza kupata taarifa kila tunapokuwa hewani. Kumekuwa na changamoto ya baadhi ya watu kuuliza ni kwa namna gani wanaweza kutupata. Cha msingi ni kwamba ingia YouTube, tafuta Matendo Media. Ukishatafuta Matendo Media unaweza ukaandika makambi mtaa wa Butimba, kwa sababu kuna wengine wameona tupo live ama mbashara YouTube 2. Kwa hivyo usichanganywe na ile ya Luzu. Juma hili tupo mubashara majuma makambi mawili. Sasa ili uweze kupata matangazo ya hapa, ingia YouTube, tafuta Matendo Media na kisha andika makambi mtaa wa Butimba. Maandishi hayo moja kwa moja yatakupeleka moja kwa moja katika YouTube channel ya Matendo. Hivi sasa tunapata nafasi ya kuweza kubarikiwa na nyimbo kadhaa hapa, na kisha baadaye tutazidi kubarikiwa na nitakwambia nini kinafuata. Una nafasi ya kuweza kuendelea kutuma ujumbe wako ili tuweze kuona ni kwa namna gani tunabarikiwa na matangazo haya. Popote pale ulipo una nafasi ya kuendelea kutufuatilia, lakini pia unaweza ukaendelea kutuma ujumbe wako na kuandika unatufuatilia ukiwa wapi. Jina langu ni Zefania Lucas, ambaye anahakikisha kwamba matangazo haya unayapata kwa uzuri kabisa. Si mwingine ni Charles MJ pamoja na Poda Zaria Poda wako wanahakikisha kwamba kila kitu kinakupata kwa uzuri kabisa. Hapa ni kwaya ya Bwana Yesu asifiwe. Amina. Umependeza. Safi. Safi. Asante sana. Nyie ni kwaya gani? Butimba. Butimba. Matengenezo. Mliwahi kuwa Butimba?
mtaa wa Butimba, kwaya matengenezo. Kwaya matengenezo. Unaimba sauti ya ngapi? Unaimba sauti ya ngapi? Ya kwanza. Ya kwanza gani? A, B, C? B. A, B. Sawa, karibuni sana, mtupatie wimbo mmoja na kisha tutabarikiwa na kwaya nyingine. Karibu sana. Asante sana. Umesema ni matengenezo? Na yeye nikuongelesha ama nikuache? Ongelesha tu. Nitakwenda nikimsubiri Yesu kwa kiruga chako tunasemaje? Kiruga changu tuleni ndira Yesu. Muleni ndira Yesu. Msukuma. Safi sana. Tangu umefika kwenye makambi haya, kuna kitu gani cha kipekee ambacho kimekufurahisha zaidi? Nimefurahi kwa makambi haya. Yamenipa furaha. Furaha umepata? Kwa maana tumejifunza mengi ya kumtukuza Mungu.